the Savior said, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Kwa sababu ya hii nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu na kuweza kuwaletea neno la Mungu. Ninashukuru pia wachungaji wetu wameturuhusu tukapata nafasi ya kukua katika kanisa hii katika jina la Yesu Kristo. Kama vile nimetajwa, ninaitwa hivyo na nimeokoka. Yesu ni Bwana na ninafurahi kuweza kukuletea neno la Mungu katika jina la Yesu. Ningependa kushiriki nanyi kuhusu the importance of being in church and fellowship. The importance of being in church and fellowship. Umuhimu wa kuwa katika kanisa na kuwa katika ushirika. Tukiwa Wakristo kama katika kanisa na tukienda mashirika zetu, umuhimu wake ni gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameturuhusu tukawa in a new season. Ameturuhusu tukawa na mwaka huu mpya wa 2026. Na mwaka huu wa 2026 haujaendelea sana, bado uko katika ni mwaka mpya. Na tuko na wakati wa kuwa tunakuja ibada za kila Jumapili. Tuko na muda ambao uko mbele yetu wa kuja katika ibada zetu za mashirika. Umuhimu wa kuja kanisa ni gani? Umuhimu wa kuwa katika mashirika zetu ni umuhimu gani? So, jambo lolote ambalo tunafanya bila revelation, hilo jambo tunaweza kosa kulifanya kwa umuhimu. Lakini tukiwa na revelation ya kwa nini ninafanya jambo, hilo jambo nitalichukulia kwa uzito na tutaweza kupata manufaa mengi nikifanya jambo with a revelation. Bible inasema without a revelation people perish. Bila ufunuo watu huwa wanaangamia. Kwa hivyo nikiwa na revelation, niko hapa kanisani kwa nini? Kwa nini niwe mshirika kanisani? Kwa nini niwe katika ushirika? If I have that revelation, nitakuwa ninafanya mambo ambayo yataniletea baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo wengi wanakosa kudhamini kuwa katika ushirika na kuwa katika kanisa. Huyo mshirika anasema, as long as niko na ushirika na Mungu, sina haja ya kuhudhuria ibada. Sina haja ya kuwa katika kikundi ambacho kinaitwa kanisa. As long as mimi na Mungu tuko sawa, sina haja ya kuhudhuria fellowship za katikati ya wiki. Wanaanza kufikiria hivyo. Kwa hivyo hawana haja ya kuhudhuria ibada, hawachukulii ibada na kuwa katika kanisa kwa umuhimu. Mwingine naye pengine aliweza kukwazwa na jambo lolote, pengine katika kufanya kazi ya Mungu. Akakwazwa, akaona kulingana na vile nimekwazwa na ni kanisani, mimi sitaki kuwa mmoja wa kanisa. Sitaki kwenda kwa huo ushirika. Huyo mtu anaendelea kukaa nyumbani. Tunapata manufaa gani tukija katika kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, usipokuwa katika kanisa ama ushirika, utapata matatizo mengi sana. Sijui kama ushaiona katika maisha ya kawaida, mtu amekufa na hana mtu wa kumzika. Pengine huyo mtu alikuwa haendi kanisa, hana ushirika, hajulikani hata kwa kijiji. Alafu kwa bahati mbaya siku zake za kutoka duniani zinaisha. Andu mageragia kuranĩrĩria atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio nĩarathiĩ kanitha, wanajaribu kutafuta mchungaji, atazikwa na nani huyo mtu? Anasumbua familia, hana mtu wa kumzika. Baadaye familia inaona kwa sababu itasikia aibu, inaenda kutafuta mtu fulani, wanampatia kitu kidogo akuje wasimamie ili wasisikie aibu. Shida ni kwamba mtu huyo hana ushirika na watu. Mtu huyo hahusiki katika kanisa. Mtu huyo hana haja ya kanisa, na anapotoka anakuwa na shida sana na anasumbua watu.
hatutaki kuwa watu wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hatujasema umuhimu wa kuwa katika kanisa, ni vizuri tuanze na kujua what is the church, what is church and what is fellowship. Jina kanisa comes from a Greek word ekklesia, the called out ones. Wale watu ambao wameitwa ulimwenguni, wameokoka, hao ndio kanisa. Kwa hivyo hata kabla hatujaendelea na mwaka huu, kama hujampokea Bwana Yesu kama mwokozi wa maisha yako na unaendelea kufuata kikundi cha kanisa, wewe sio moja wa kanisa. Kabla hujajuana na Yesu, kabla mwaka hujaendelea, unastahili umpokee Bwana Yesu. Usiendelee kufuata kanisa, usiendelee kwenda katika mikutano ya kanisa ama kufuata ushirika ama kufanya project za kanisa na hujaokoka. Kwanza mpokee Bwana Yesu ili uwe mmoja wa watu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. So jina church linamaanisha ecclesia in Greek, and it is the called out ones. Jina fellowship in Greek linamaanisha koinonia. Ninajua mmesikia jina hilo. Linamaanisha to do things in common, kufanya mambo kwa pamoja. Ushirika ni kufanya mambo kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunataka tuende kwa neno la Mungu, tuone vile neno linasema kuhusu muhimu wa kuwa katika kanisa na kuwa katika ushirika, na vile tunastahili kukaa kama Wakristo moja na mwingine, tukiwa katika kanisa na tukiwa katika mashirika yetu ambayo tunaendelea nayo kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweza kwenda katika kitabu cha Acts chapter 2 verse 2 to 47, verse 10, verse 40 to 47. Tuone vile neno la Mungu linavyosema kuhusu kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika maandiko hayo tunaona ya kwamba hapa ndio ilikuwa mwanzo wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa mwanzo wa kanisa, tunapatiwa foundation ya vile tunastahili kukaa katika ushirika, ama ushirika ni jambo gani. So twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hapo penye tumesema tu from verse 40 to verse 47. Bible inasema Petro akawaonya kwa maneno mengine mengi na kuwasihi akisema, jiepusheni na kizazi hiki kilichopotea. Wale wote waliopokea ujumbe wa Petro kwa furaha walibatizwa, na siku ile waliongezeka watu wapatao 3,000. Bible inaendelea kusema, nao wakawa wanadumu katika mafundisho ya mitume, katika ushirika, katika ushirika, katika ushirika, katika kumega mkate na kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu ya Mungu, nayo miujiza mingi na ishara zikafanywa na mitume. Walioamini wote walikuwa mahali pamoja, nao walikuwa na kila kitu shirika. Walioamini walikuwa kitu kimoja, na walikuwa na kila kitu shirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliuza mali zao na vitu walivyokuwa navyo, kila mtu akagawiwa kulingana na mahitaji yake. Siku zote kwa moyo mmoja, siku zote kwa moyo mmoja walikutana ndani ya ukumbi wa hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, wakila chakula chao kwa furaha na moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Kila siku Bwana akaliongeza kanisa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tunapata kuona ya kwamba jinsi kanisa walivyokuwa wakiendelea katika ushirika. Jambo la kwanza tumeona hapo mbele ya kwamba watu ili waweze kujoin hiyo kanisa, kwanza walihubiriwa na Petro, wakaokoka watu 3,000. Kwa hivyo haungeingia kanisa kabla hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So the first requirement for being a member of the church was to accept Jesus Christ as your personal savior.
Kwa hivyo wakaweza kuokoka, na tunaona baada ya kuokoka wakaanza safari ya kuwa shirika, wakaingia katika ushirika, na tunaona mambo yale walikuwa wakifanya katika ushirika huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tujifunze mambo hayo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaweza kurudi katika hiyo maandiko, lakini tutaendelea 1 John, kitabu cha Yohana wa kwanza 1 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Maandiko hayo ndiyo yatatupatia msingi wa kuelewa umuhimu wa kanisa, kuwa katika kanisa, na umuhimu wa kuwa katika ushirika na vile tunastahili. Kwa hivyo tutaenda in the book of 1 John chapter 1 from verse 5 to 7. The Bible says, "This is the message we have heard from him and declare to you, God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet we walk in darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from every sin." Bible inasema huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia nini? Kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Kama tukisema kwamba tunashirikiana na yeye huku tukienenda gizani, twasema uongo wala hatutendi lilo kweli. Lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo nataka uone jambo moja, kuna ushirika wetu na Bwana Yesu. Bible inasema tukisema tunaenda nuruni na tunaenda katika dhambi, katika kukosa kuishi vile tunastahili, Bible inasema hatuna ushirika na Bwana Yesu. Bible inaendelea kusema hapo mbele ya kwamba tukisema katika mstari wa 7, lakini tukienda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi. Kwa hivyo hauwezi sema ya kwamba una ushirika na Yesu na hauna ushirika na wale watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi sema umeokoka na wale watu wengine mmetofautiana, mmekosana, hauna mshirika. Kwa hivyo Bible inasema ili niweze kuwa ninatembea nuruni, ni lazima ushirika wangu na wapendwa wengine uweze kuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Fellowship yangu na wapendwa ambao tunakuja nao kanisa ama ushirika uweze kuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kuna Wakristo ambao wanasema wameokoka, lakini huyo mtu ametenga kanisa, yani hajihusishi na kanisa. Bible inasema njia moja ya kuonyesha uko katika giza ni kukosa kushirikiana na Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia moja ya kuoneshana wewe haujatoka nuruni, uko katika giza, ni kukosa kushirikiana na watu wa kanisa, kukosa kuwa katika ushirika, na kukosa kushirikiana hata na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna watu wengine tuseme ni familia, huyo mtu kukihitanwa family gathering, huyo mtu hapatikani. Kukihitajika kufanyikane jambo fulani kwa nyumba familia, huyo mtu haonekani, hatoi pesa, hashughuliki. Na kwa hivyo huyo mtu anasema ako katika ushirika, lakini hayuko katika ushirika na watu wa nyumbani. Kwa hivyo Bible inasema kwamba tukisema tunaenda nuruni, ni lazima tuwe na ushirika na watu na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact, njia moja kuonyesha mtu amebackslide, the first step kuonyesha mtu amebackslide ni kukosa kuja kanisa na ushirika. Ukiona mtu amekaa katika miezi michache bila kuja kanisa, hiyo ni njia moja ya kuonyesha amebackslide. Na huyo mtu akirudi kanisa hastahili kuja kuendelea na ibada, anastahili kwanza akuje aweze kurejeshwa tena, kwa sababu
Bible inasema njia ya kuonyesha umesimama vizuri ni kuendelea na ushirika, kuendelea na kanisa, kuendelea kufuatilia yale ambayo yanaendelea. Hiyo ndiyo njia ya kuonyesha we are in fellowship. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inaendelea kusema in the book of Hebrews 10 verse 24, inaendelea kutuhimiza umuhimu wa kuja kanisa na umuhimu wa kuwa katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni Bible inatuhimiza kwamba tusiache kukutana pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mwaka huu wa 2026 hata unapoendelea, let it be our resolution, nitahusika zaidi katika mambo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitahusika zaidi katika mambo ya ushirika. Wacha iwe resolution yetu ya kwamba mwaka huu wa 2026 tutahusika zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mmoja aliandika akasema, several logs burn brightly together, but separate them and the fire goes out. Alisema several logs burn together brightly when they are together, but when you separate them, the fire goes out. So it is with your relationship with other Christians. Akasema ati ukichukua kuni nyingi uzilete pamoja, ati hizo kuni zitawaka moto mkubwa, lakini ukiseparate hizo kuni moto unapoa. Akasema hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu ya Ukristo. Ati sisi kama kuni tukija pamoja katika ushirika, tukija pamoja katika kanisa, moto wetu unaendelea kuwaka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifanya mambo shirika, tuhudhurie mashirika bila kukosa, moto wetu wa kiroho utaendelea kuangaza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha sasa tuone umuhimu wa kuwa katika kanisa na kuwa katika ushirika. Lakini kabla sijaendelea, ni umuhimu gani wa kutulia mpaka mahubiri yaishe? Tunapata umuhimu gani wakati kunahubiriwa? Badala tuende nje, tunaendelea kutulia. Tuendelee kutulia na Mungu atatubariki. So the first importance of being in a church. Kwa nini niwe katika kanisa? Number one, we get spiritual covering. Number one, umuhimu wa kuwa katika ushirika na fellowship, we get spiritual covering. Bwana Yesu asifiwe sana. What is covering? Covering ni security ambayo unapata kwa sababu umejiunganisha na madhabahu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Covering ni security ya maisha ya kiroho, security ya kukulinda wewe binafsi, security ya kulinda familia yenu, security ya kulinda biashara yako, security ya kulinda hata watoto wako, ambayo unaipata na ninaipata kwa sababu nimejiunganisha na madhabahu ya kanisa na pia kujiunganisha na ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. We get spiritual covering. Bible inasema katika kitabu cha James 5:16, pray for each other, pray for each other. Kwa hivyo hii covering tunaipata tunapoombeana sisi kwa sisi, na pia wachungaji wanapotuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wachungaji wanatuombea kama Wakristo, wakati tunaombeana sisi kwa sisi, that is enough prayer cover ya kutulinda, kwa sababu tuko katika kanisa. So mtu yeyote mwenye anajitenga na kanisa, mwenye anajitenga na ushirika, anatoka nje ya security ambayo imewekwa na Mungu katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ikiwa unataka kuenjoy the security, the covering, unastahili uwe properly positioned in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuwa na spiritual covering, be properly positioned with the altar, kujiunganisha vile kunastahili na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie security yetu, covering yetu inatoka kwa kanisa, inatoka kupitia kwa watumishi wa Mungu katika maisha yetu. Kuna mambo ambayo yanaweza kukushika
katika maisha yako ya kibinafsi ikiwa you are not connected to the altar, ikiwa you are not connected to kanisa, iende ikushike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukuonyesha kwamba covering yetu tunaihitaji sana. Covering ya wachungaji inatoka kwa baba yao wa kiroho, ndio inaenda katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kuna utaratibu unaofuatwa katika ulimwengu wa kiroho. Sasa wachungaji wanapata covering kupitia mambo mawili. Wanapata covering kutoka mababa zao wa kiroho, na pia wanapata covering kutoka kwa intercessory team ya kanisa. Intercessory team ya kanisa ndio inawapatia wachungaji covering, na pia baba yao wa kiroho ndio inawapatia covering. Kwa hivyo we get spiritual covering. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama viongozi wa mashirika, kile kinafanya hata tukienda kuongoza mashirika hatutapigwa, sio kwa sababu sisi pengine tuko na nguvu. Sababu ni kwa sababu mchungaji alitutuma. The moment alikuweka kwa hiyo ushirika, there is a covering yenye ulipokea, na diposa hata ukienda uongoze hautapigwa, because there is spiritual covering. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Acts chapter 12 verse 5, nataka nikuonyeshe vile Petro ambaye alikuwa kuhani alipata covering kwa washirika ambao walimuombea, intercessory team. Petro hapa ameshikwa, amewekwa gerezani. Wakati amewekwa gerezani, kanisa ama intercessory team inaenda inaungana, inashikilia mchungaji wao Petro na maombi. Tunaona baada ya hilo kanisa kuomba, intercessory team kuomba, inapatia Petro spiritual cover, anafunguliwa. Kwa sababu nimesema spiritual covering ya mchungaji inatoka kwa baba wa kiroho na pia intercessory team. Intercessory team ikiregea, mchungaji anakuwa exposed. Intercessory team ikiwa na division, mchungaji anakuwa exposed. Hata kama baba ya kiroho wako na ushirika mzuri, as long as upande wa intercessory team umedhoofika, covering inakosa kuwa mzuri. So number one, we get spiritual covering tunapojiunganisha na madhabahu. Kwa hivyo wacha tutamani in the year 2026 tujiunganishe zaidi na madhabahu na kanisa, tujiunganishe zaidi na mashirika yetu, na Mungu atatubariki. Number two, we get reinforcement of a spiritual, we get reinforcement to overcome spiritual warfare. Number two, tunapokuja katika kanisa na kujiunga na mashirika, number two, we get reinforcement to overcome in spiritual warfare. Bible inasema katika kitabu cha Deuteronomy chapter 32 verse 30, the Bible says, one can chase 1,000, two can put 2,000 into fright. Ya kwamba mtu mmoja akiwa peke yake ataweza kufukuza pepo 1,000, lakini wakiwa wengi, wawili, watafukuza pepo 10,000. Bible inaendelea kusema katika kitabu cha Mathayo. Wacha tuende katika kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 19, tuone vile kuwa na ushirika, kujiunganisha na kanisa na wapendwa wengine kunatupatia spiritual covering katika maisha yetu. Wacha tuende katika kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20, tuone vile neno la Mungu linavyosema. Tutaanza mstari wa 18. Bible inasema, amini nawaambia, lolote mtakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote mtakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bible hapa nataka uone mstari wa 19 vile Bible inasema, tena nawaambia, ikiwa wawili wenu watakubaliana duniani kuhusu jambo lolote watakaloomba, watafanyiwa na Baba yenu aliye mbinguni. Kwa kuwa wanapokusanyika pamoja watu wawili ama watatu kwa jina langu, mimi niko papo hapo pamoja na. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile nimesema kuwa katika ushirika kuna kusaidia spiritual warfare, nataka uone vile maandiko yanasema hapo.
ya kuwa watu wawili wakikubaliana, wakiwa shirika, wako na uwezo wa kuangusha ngome. Watu wawili wakiungana kwa umoja katika kanisa na katika ushirika, Bible inasema nguvu yao inakuwa multiplied, na wanakuwa na usemi katika ulimwengu wa kiroho. Katika familia zetu kuna ngome zinaweza kutushinda ikiwa tutaenda kuzivamia tukiwa peke yetu kama watu binafsi. But as long as tunakuja pamoja, we multiply the power, na unakuta ngome hizo tunazimaliza. Nimeweza kushuhudia katika maisha yangu ya kibinafsi tukiwa huko nyumbani. Kuna wakati huwa nikifanya kazi mchana sana, ninakuwa nimechoka mwili sana, na kama kawaida Mungu anatusaidia kuomba pamoja kabla hatujalala tukiwa na familia. Lakini kwa sababu nimechoka, nina decide nitaenda mbele niombe maombi yangu mbele nikiwa peke yangu. Kama mzee ninaomba maombi yangu as an individual peke yangu, ninaomba haraka, ninaenda nilala. Alafu sasa ninakosa kuomba tukiwa pamoja kama familia, mke na watoto. Sasa nikienda hivyo katika ndoto, unakuta vile ninasukumwa katika ndoto, ninakuta ya kwamba ni kama ninaruhusu vita katika ndoto. Lakini wakati tumeshikana tukiwa wote, tuombe na tusome Bible kabla hatujalala, ninakuta ninashinda vita katika hiyo. Ninakuta niko na nguvu sana katika ndoto. Kuna wakati nilikuwa nimelala na ninaota ndoto, tulikuwa katika shamba. Sasa tukiwa katika shamba, watoto walikuwa wametawanyika, mmoja anachezea pale, mwingine anachezea pale, na mwingine anachezea pale. Sasa simba wawili wakaja kutoka kichakani, wakaenda kujaribu kushika mtoto mmoja yule mdogo. Sasa wakati niliona wanakuja kushika yule mtoto mdogo, nikasimama nikawaita wakiwa wote, watoto wote wakuje hapa. Wakati walikuja hapa, wakati hao simba walituona tukiwa pamoja, simba hao hata hatukuwafukuza, waliopt kutoroka. Wakatoroka, hawakuguza mtoto tena. Nikaona ya kwamba there is power kwa maombi ambao mnashikana kama ushirikana kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nikajifunza lesson moja. Nikienda niombe peke yangu kwa sababu nimechoka, ninaomba. Unajua mtu akichoka anaomba okahunyerera mahoya ihenya okauga baba yetu ya mbinguni ihenya ugathii ugakoma. Nataka nikwambie hiyo ni hatari sana, kwa sababu kuna nguvu ambayo unahitaji inayotokana na the rest of the family members, na ndio nimeona tukiomba kwa pamoja tuko na nguvu zaidi kupambana na mambo. Lakini nikiomba peke yangu, ninakuta katika ndoto hawa watu wanajaribu kunisukuma sana, ama hawa wanyama. Unajua sana sana huwa mimi ni kama ninatumiwa simba wakuja wajaribu kunipiga. Kuna wakati tulikuwa pale evangelism pale Mathare kuhubiri, ama sio Mathare, Jerusalem. Sasa wakati nilipeana neno katika usiku huo, nikakutwa na simba katika ndoto. Na wakati nilikutwa na simba katika ndoto, huyo simba mimi nikamweza. Sasa huyo simba akaenda akaita simba wengine. Wakati simba walikuja kwa kikundi, nikaamka, haikuweza kufanyika. Nikaona ya kwamba vita huwa inakuta mtu katika ndoto. Na as long as tuko na ushirika mzuri, as long as uko na ushirika mzuri na watu na kanisa na ushirika na wachungaji, nataka nikwambie utaweza kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukijiisolate peke yako, unaenda kupiga ngome zenu nyumbani ukiwa peke yako, hautaweza. Kuna ngome katika familia zetu zinahitaji hata uite familia yenu yote mkuje mpigane. Ukose kupiga ukiwa peke yako, ukuje uite familia yenu mkuje muombe kwa pamoja ili muweze kukabiliana na hizo ngome. Lakini ukienda kupigana peke yako, nguvu yako iko limited kwa kiasi fulani. So nikagundua ya kwamba ijapokuwa katika maisha yangu ya kibinafsi
naweza pigana vita kwa kiasi fulani, lakini kuna level zingine siwezi pita ikiwa nitaenda peke yangu. Kwa hivyo ndiposa hapa kuna kuja hitaji la kuwa katika ushirika na kuwa katika kanisa. Kwa hivyo nikiwa katika ushirika na nikiwa katika kanisa, nguvu yangu inakuwa multiplied na ninaweza kushindana vita. Bwana Yesu asifiwe sana. So we get reinforcement of our spiritual forces when we are in the church na tuko katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoendelea, Bible inasema in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 ya kwamba two are better than one. Watu wawili ni wazuri kuliko mtu mmoja. Nataka nikwambie, kama hauendi ushirika, haushirikiani na watu kwa kijiji, haushirikiani na familia yenu nyumbani, haushirikiani na ushirika wa kanisani, haushirikiani na kanisa, nataka nikwambie Bible inasema two are better than one, kwa sababu mmoja akianguka utapata watu wa kukuinua. Kwa hivyo tukiweza kuwa na ushirika mzuri na sisi kwa sisi, tukisikia mashirika yanatajwa mambo tunahusika, tukisikia kuna mtu anaangaliwa tunaenda tunahusika. Sisemi hatuangalini, nasema tuweke bidii zaidi mwaka huu. Nataka nikwambie hiyo ni ya muhimu sana. Lakini kama wewe huhusiki, utajaribu kugojea watu wakuje kukuangalia, utakosa. Kwa sababu sio utaanza kusema wale watu ni wabaya, kijiji chetu ni kibaya, lakini ni wewe ambaye hujaamua kuhusika na mambo yanayoendelea kwa kanisa na pia mambo ambayo yanaendelea kwa ushirika. So we get security in spiritual warfare tukiwa katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyati wana survive as a species kwa sababu ya kuwa katika umoja. Wakiwa pamoja wanalinda watoto wao, wakiwa pamoja wanaweza kuwa na security. Kwa hivyo wewe na mimi tukiwa pamoja tunafanya kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, umuhimu wa kuwa katika ushirika. We strengthen each other and encourage each other and we sharpen each other. Tukiwa katika ushirika na kanisa, we encourage and strengthen each other and sharpen each other. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inasema katika kitabu cha Hebrews chapter 10 verse 24, nataka tuone vile neno la Mungu linavyosema kuhusu vile tunastahili kuendelea kuja katika mashirika yetu na pia katika kanisa, kwa sababu tukija katika mashirika yetu na kanisa tunaendelea kutiana nguvu na kuinuana. Mtu akiwa ako chini tunaweza kuinuana. The Bible says in the book of Hebrews chapter 10 verse 24, Bible inasema, and let us consider how we may spur one another towards love. Tuweze kuhimizana katika upendo and good deeds, not giving up meeting together as some of you are in the habit of doing, but encourage one another, encouraging one another all the more as you see the day approaching. Wacha tuone kwa lugha ya Kiswahili vile Bible inasema mstari huo. Katika mstari wa 24, tuangaliane na kuhimizana sisi kwa sisi kwa upendo, katika upendo na katika kutenda mema, wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi, bali tuhimizane sisi kwa sisi kadri tuonavyo siku ile inakaribia. Kwa hivyo katika nyakati hizi kuna mambo mengi ya kutushusha moyo. Ukichukua mzee, ako na mambo mengi sana. Mzee anaitishwa pesa na kila kitu, mpaka fuko zikiwa kwa shamba zinaitisha mzee pesa. Zinaanza kusema tutategwa na pesa gani? Ng'ombe inaitisha mzee pesa, kila kitu kinaitisha wazee pesa. Kwa hivyo mzee anaweza kuwa na mambo magumu. Watu wenye wanataka dawari ipelekwe, wana expect huyo mzee atafute dawari aendelee kumaliza. Kwa hivyo anakuwa na mambo mengi sana. Pia sio wazee peke yake. Ukiwekelewa maisha akina mama kama mzee, sioni kama wengine wetu tuko na nguvu ya kuhandle
yale mazito akina mama wanaweza kubeba katika maisha. In fact, akina mama wako na nguvu sana nafikiri kuliko wazee. Nafikiri nguvu yao inatokana kwa sababu wao wanatoa yale inawasumbua. Unajua akina mama wamebarikiwa na kuweza kushare yale inawasumbua. Hawana siri. Kama kuna jambo linamsumbua, hataona kama ni siri za nyumbani anatoa. Haoni kama ni siri zake za kibinafsi anatoa. Yeye anaendelea kushare. Na kwa hivyo pengine kutokana na jambo hili anakuwa na nguvu sana. Kwa hivyo nataka kusema sisi wote tumebeba mambo mazito. Sasa tukija kwa ushirika na kanisa, we encourage one another. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisikia ushuhuda wa wapendwa, yale walipitia na Mungu aliwasaidia kutoka kwa hiyo mambo, ninatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa ukisema uko na mambo mazito, ukienda usikize mambo mazito ya watu wengine, utaona yako sio mazito vile unafikiria. Unaweza kuwa wewe mwenyewe unafikiria una mambo, na diposa hata ukiwa na mambo yako mazito, afadhali uambie hayo mambo yako mazito, uambie Mungu kwanza. Kwa sababu unaweza enda kuambia rafiki yako, huyo rafiki anaona todo already ena make maige muno ri, akona wa muigirira maku nimekumuthukia, ana opt hata kushare na watu wengine. Leo thiri siri zako ambazo ulitaka kumwambia kwa sababu ni uzito, yeye umemuongezea mengine na akona yake. So huyo mtu anaona kuliko hiyo mambo iniharibu, kuliko hayo mambo iweze kuniletea shida, wacha nitafute watu wa kadhaa niweze kusema shida ya watu ile nilipatiwa. Kwa hivyo wakati mwingine hata ukiona mtu akishare ni kwa sababu ya so nataka kusema in fellowship we encourage one another. Tunatiana nguvu. Kwa hivyo kama uko na jambo nzito, usitoroke huko nje. Ukiwa na uzito, acha kusema ukae nyumbani, torokea kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na uzito, torokea kwa ushirika. Ukija kwa ushirika ni hospitali ya kuweza kuturekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inasema in the book of Proverbs chapter 27 verse 17. Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kama vile chuma inaweza kuchonga ama inaweza kutia makali chuma ingine, watu nao wanaendelea kutiana makali. Bwana Yesu asifiwe sana. In fellowship ndipo tunaweza kuchongana, ndipo tunaweza kutoana gotinia tuhoge turia twina thina. Sasa nikiwa katika ushirika, ninastahili kuwa nikiendelea zaidi kuangalia baba Susan kila wakati. Done na kahoge gakarega hata kama atasikia vibaya. Kama vile mama wa Irimo huwa nakata tuhonge katika maisha yangu kila wakati. Ona kahoge koru anaikata. Kwa hivyo tunaendelea, we continue to sharpen one another. Ukiona mtu ako na makosa, unaendelea kumsharpen. Unaendelea kumwambia makosa yake, unamrekebisha. Because in fellowship we sharpen one another. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiambia makosa ile unafanya, usianze kukasirika. Ukija uwe na makosa fulani, unaendelea kufanya makosa fulani, alafu wapendwa waje kukurekebisha, usianze kulalamika ama kusema unataka kuhama. Unastahili uchongwe hiyo makosa, kwa sababu kanisa ni mahali pa kuchongwa makosa ile tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna watu wanasaidia mtu, ni wale watu ambao wanachonga tu makosa ile wanaona na watu. Kwa sababu hiyo tu makosa ukichongwa hautajiaibisha baadaye. Kwa hivyo kama ni ushirika, ukiambiwa ukuje uhubiri katika ushirika, kuja uhubiri vile utaweza. Afadhali uhubiri na ufanye makosa katika ushirika, ili hiyo tu makosa irekebishwe hapo. Watu wakuchekelea katika ushirika, ili wakurekebishe, ili baadaye ukija hapa kanisani hutaaibika. Afadhali
Ukiambiwa uongoze maombi katika mashirika usikatae. Najua kuna watu wakiambiwa waongoze maombi wanadhani kwa sababu wao pengine wanaogopa wale watu wanaongoza maombi vizuri kwa Kiswahili na Kiingereza. Wanaanza kuona kama haongozi maombi, anaogopa. Katika ushirika ndio tunaweza kurekebishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuweza kurekebishana katika ushirika, kwa sababu the purpose of fellowship ni kuendelea kurekebishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoendelea, we get to know who we are in Christ and know our gifts and calling in our fellowship. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kujijua wewe ni nani, unalijua katika ushirika na katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie kuna watu wengi hapa ambao wako na mwito mkubwa, lakini kwa sababu hawajaonyesha katika ushirika na katika kanisa, wanakosa kujitambua kwa sababu hawajakuja katika mashirika na katika kanisa. Tukienda mbinguni, Mungu atakwambia mambo yako ustuke, kwa sababu wewe ulikuwa unadhani unastahili kuja kanisani, unaketi ibada ikisha unaenda nyumbani. Lakini utaonyeshwa kazi ile ulikuwa unastahili kufanya kwa kanisa ama kwa maisha yako, uonyeshwe jinsi ilivyo kubwa. Wengine wenu mtaonyeshwa watu ambao walikufa mkakataa kuwafufua, kwa sababu hukujiunganisha na ushirika ili ujue karama yako. Wengine wataonyeshwa makanisa makubwa ambayo walistahili kuwa nayo, lakini kwa sababu waliignore kanisa, waliignore ushirika, hawakujiunganisha na kanisa, hawakupata mambo hayo. So in church, katika ushirika, tunaweza kujitambua sisi ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact, kama unataka kuendelea mbele katika huduma yako ile Mungu amekupatia, enda uanzie katika ushirika. It is the seedbed ya kukoroga vipawa vyako. In fact, hata wachungaji wengi wakikwambia walianza wapi, watasema walikuwa katika ushirika, walipokuwa wakihudhuria ushirika kwa uaminifu, wakawa wanatoa ushuhuda kwa ushirika. Wengine pengine walikuwa na unajua, mtu akianza mambo ya Mungu anakuwa na uoga sana, hata kusimama mbele ya watu. Unakuwa mtu ambaye hawezi simama mbele ya watu. Mimi nilidaenadho ni muno tene, singeweza hata kusimama mbele ya watu ama kusema jambo lolote kama wengine wetu. Pengine ukisimama mbele ya watu unaanza kutetemeka na kuogopa, lakini katika ushirika, hapo ndipo unaanza kukua. Kwa hivyo nataka niseme, kama unataka kuwa na huduma kubwa baadaye, enda uanzie katika ushirika. Ukianzia katika ushirika na uwe mwaminifu katika mashirika, utaweza kubadilika na utaweza kujua wewe ni nani na kukua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea. Bible inasema we help each other in the fellowship. Ushirika ni mahali pa kusaidiana. Tutaendelea dakika nyingi kidogo baadaye, kwa hivyo usiseme ati ninamalizia hapo. Kwa hivyo tuendelee. Kwa hivyo Bible inasema we help each other katika ushirika. Bible inasema katika kitabu cha Acts chapter 2 verse 44 ya kwamba ushirika ni kuwa na mambo yote kwa pamoja, kushirikiana moja na mwingine, kusaidiana. Bible inasema, mahali tulisoma kwanza, Bible inasema hawa watu walionyesha ushirika wao kwa kusaidiana moja na mwingine, ya kwamba hakukuwa mtu ambaye alikuwa na shida, kwa sababu waliweza kushirikiana. Wakiona mtu akiwa na shida, wanaweza kuhusika na wanamsaidia. So Bible says in the book of Acts chapter 2 verse 44 to verse 45, Bible inasema all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Ya kwamba walioamini wote walikuwa mahali pamoja,
nao walikuwa na kila kitu shirika. Waliuza mali zao na vitu walivyokuwa navyo, kila mtu akagawiwa kulingana na mahitaji yake. Ushirika ni kusaidiana mahitaji yetu. Kama hatusaidiani sisi kwa sisi tukiwa na shida, huwa sio ushirika. Kwa sababu ushirika ni kusaidia huyo mwingine. Ako na hitaji gani? Wacha nijitolee kumsaidia, wacha nimuombee, wacha nimsupport. Ushirika ni zaidi ya kuja tu kanisa. Ushirika ni kusaidiana mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inasema hawa watu, hakuna mtu alikuwa na shida, kwa sababu walikuwa wana identify matatizo. Wakiona mtu ako na shida, wanasaidia huyo mtu, kwa sababu ushirika ni kusaidiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 6, ya pili mwisho, Bible inasema fellowship is a place of accountability. Fellowship is a place of accountability. Fellowship ni mahali pa kuweza kujulikana sisi ni nani na maisha yetu. Kwa hivyo in fellowship hakuna maisha ya private, hakuna maisha ya siri katika ushirika, kwa sababu ushirika ni kujuana tumetoka wapi. Kwa hivyo kama hutaki watu wajue kwako, wewe hauwezi kuwa katika ushirika, kwa sababu ushirika ni kujuana. Ushirika ni kwenda kwa Baba Susan hata kabla sijampigia simu. Ninastahili kuwa ninaenda anytime, na yeye anastahili kuwa anakuja kwetu anytime ili anijue vizuri. Tusiwe tunaenda ananijua in terms of dakika chache katika ushirika na kanisa, lakini zaidi hajui maisha yangu ya kibinafsi. Kwa hivyo mwaka wa 2026 nitakuwa nikienda hata bila kumpigia simu. Gataima dhainya kamokora, ninajua kwao yote, ninajua mahali naweza pitia, na hali ingemokora igenda kwa mtu anajua. Kwa hivyo ninaenda, ninajua jinsi alivyo, na yeye hastahili kunipigia simu ili ajue maisha. Sistahili kuwa na maisha asiri. Ushirika hakuna maisha asiri. Huwezi sema ati uko na maisha asiri. Watu ni lazima wajue unatoka wapi, unalala wapi, toka menya ginya hali yokomaga. Tukija ushirika tunajua unalala wapi, unafanya biashara gani. Hakuna siri katika ushirika. So there is no private life in fellowship. Ushirika is a place of accountability. Kwa nini? Tujue mahali unafanya kazi na kila kitu, ili tujue kama utapatiwa nafasi ya kuhudumu, ili tujue maisha yetu ya siri, ili ujulikane kama utapatiwa uombeshe, ili ujulikane kama utaweza kuhubiri ama kuhudumu. Lakini maisha ya siri ikiwa private, wewe hauko katika ushirika. Nigeza toka menya aterere mundu uyu ahataga nyumba rire igwa kwina ushirika. Tunajua hivyo. Tunajua ni akina nani huwa wanafagia nyumba. Wakisikia ushirika unakuja ndio wanaamka mapema kufagia nyumba, lakini katika siku zile zingine hawafagii. Tunajua maisha ya siri yetu kila mmoja wetu. Kwa hivyo ukisikia ukiulizwa umetoka wapi, usikasirike, kwa sababu katika ushirika hakuna maisha ya siri. Unastahili ulizwe mzee wako ni nani, mke wako ni nani, watu wote wajue, kwa sababu there is no private life in fellowship. Unastahili watu wajue tunafanya biashara gani katika ushirika. Tunajua unafanya biashara gani, kwa sababu sio biashara zote tunastahili kuwa tukifanya na tunasema tuko katika ushirika. Sio ndoa zote tunastahili kuwa tumeolewa na tunasema tuko katika ushirika. In fellowship there is a place of accountability. Kwa hivyo ninastahili kila wakati katika maisha ninapata watu wa kuniuliza maswali, watu wa kunichunguza, kororana. Tuwe tunaangaliana. Ukiona mtu anafanya jambo vibaya, unahakikisha huyo mtu umemwambia, kwa sababu hatuwezi sema tuko katika ushirika na hatujuani. Bwana Yesu asifiwe sana. So ushirika ni kuingiana moja na mwingine na kujuana. Nikitaka kwenda kwa Baba Karanja naweza enda anytime, ninajua mahali anatoka.
na yeye akitaka anakuja, ili ninakuwa na ushuhuda kwa sababu there is no private life, na mimi sina maisha ya siri. Ninastahili kujulikana mambo yote katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. So fellowship is a place of accountability. Hata tukienda mahali tunastahili hata kama hatutaambia kila mtu, tunaambia watu 2 watatu wanajua kwenye tuko. Hata kama hatutakuja katika ushirika na kanisa siku hiyo, tunastahili kuambia watu 2 watatu wanajua mahali tuko at any given time, because there is no secret in fellowship. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwishowe nikimaliza, we need to have fellowship with the body of Christ. Tunastahili kuwa na fellowship na mwili wa Kristo. Ushirika unaanza katika maisha ya kibinafsi na Bwana Yesu, ushirika wa nyumbani, ushirika wa fellowship za kila wiki, na ushirika wa kanisa. Zaidi na hivyo, we are supposed to have fellowship with the body of Christ. Tunastahili kujiunganisha na mwili wa Kristo. Hatuwezi kuwa na mamlaka mengine ikiwa tuko peke yetu. Any pastor cannot have power ikiwa huyo mtu ama hao watu hawatakuwa katika mwili wa Kristo. Bible inasema katika kitabu cha John chapter 17 verse 20 to 23, Yesu akasema anataka tuwe watu ambao wako na umoja katika mwili wa Kristo, ili watu waweze kuokoka. Ati Bible, wacha tusome hayo maandiko mawili ya mwisho, tuone vile Bible inavyosema kuhusu vile tunastahili kuwa na ushirika na makanisa yote, with the body of Christ, irrespective of denominational differences, irrespective of differences in doctrines and theology. Tunastahili kuwa na ushirika na makanisa. The Bible inasema katika kitabu cha John chapter 17 verse 20, tuone vile Yesu alivyokuwa akiombea wanafunzi wake, jinsi wanastahili kuwa na umoja, na ili wakiwa na umoja huo watu wataweza kuokoka, kwa sababu watu wataona kuna umoja. Wakiona kuna umoja, wataweza kumpokea Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yao. John chapter 17, Bible says, kama vile alivyonituma mimi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nawatuma vivyo hivyo. Kwa ajili yao najiweka wakfu, ili wao wapate kutakaswa katika hiyo kweli. Siwaombeeni hawa peke yao, bali nawaombea wale wote watakaoliamini kupitia neno lao, ili wawe na umoja kama vile Baba alivyo ndani yangu. Wawe na umoja, ili Baba, vile wewe na Baba alivyo ndani yangu, mimi na wao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kuamini. Kwa hivyo Bible inasema ili watu ambao hawajaokoka waweze kuokoka, ili non-believers waweze kuokoka. Wataokoka kwa sababu sisi kama mwili wa Kristo tumeshikana wote, makanisa yote, irrespective of denominational barriers, ili waweze kuokoka. Mwishoni kabisa, in the book of Ephesians chapter 1 verse 19 to 23, nataka tuone vile Bible inasema kuhusu kuwa na mamlaka katika ulimwengu wa kiroho baada ya kuwa kitu kimoja. Bible inasema kuanzia mstari wa 19, na uweza wake mkuu usiolinganishwa kwa ajili yetu sisi tuaminio. Uweza huo unafanya kazi ndani yetu ni sawa na ile nguvu kuu mno aliyoitumia Kristo katika Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu, na akamketisha mkono wake wa kuume huko mbinguni, juu sana kuliko falme zote na mamlaka, enzi na milki, na juu ya kila jina litajwalo, si katika ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia.
naye Mungu ameweka vitu vyote viwe chini ya miguu yake, na amefanya yeye awe kichwa cha vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake yeye aliye yote katika yote. Hapo Bible inasema kuna levels ambazo hatutafika za kiroho ikiwa tutaoperate independently, ama makanisa yataoperate independently, lakini yakiungana pamoja, yakishikana pamoja, itaanza kuexercise mamlaka ya Bwana Yesu na kushinda ngome zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu katika mwaka wa 2026 atupe neema ya kutilia maanani ibada, atupe neema ya kuhusika zaidi katika mashirika, atupatie neema ya kutilia mambo yale yanaendelea kwa bidii, na tukifanya hivyo, Bible inasema tutaweza kupata manufaa ambayo tunastahili kuwa nayo tukihusika katika kanisa na katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atupatie hiyo neema, tutilie maanani mashirika na kuwa kitu kimoja na kuwa na upendo moja na mwingine, na tukifanya hivyo Mungu atatubariki. Ningependa nikaribishe mchungaji wetu katika jina la Yesu Kristo. Pigia ndugu wetu Pastor Kuria